Alidanganya huko akaenda akaoga mbaba mwingine. Sio baba yake Rida alileta. Imagine. Mwanaume hata hafanani, mwanaume mweupe ati bibi alikufa. Yake, na hiyo tunajua. Mama yake alisemekana sijui hayuko wapi. Walitafuta mama mwingine wa kijiji na mbaba mwingine wakamuonga huko. Sasa hiyo hata ni nini? Alikuwa anajua venye anachezea msichana wangu. Alikuwa behind money. Sasa akajua atahongana huko. Ndio wazazi wake wasijue maneno yenye yako nayo. Wangejua hadi huyu. So hata wazazi wake wajui huyu jamani. Hawajui. Kai. Bro, mbona unafanya hivyo? Juu sasa alikuwa ameoa huyu. Sasa akatafuta wazazi wengine. Wenye walikuja wakasema hawana kitu. Ndio afiche nani? Sasa sisi hatungejua kama wazazi wake ni hao ama si wao. Alafu pia mungejua kama sasa ako na bibi mwingine. Hatungejua wazazi wake Rida hawakuwa. Juu kama wazazi wake Rida wangekuwa wangesema ako na bibi tayari. Hello guys, maswala kama msafirishaji guys, kama kawaida mnajua kinyo tunafanya. Mnajua kinyo tunafanya. Kisa unajua mwanao venye mambo inaendelea kwenda manze. Na Linda akasema lazima mzazi wake pia ajue story yote venye ilikuwa, na juu yeye ndiye alikuwa amesimamia hiyo nyumba yenye mlikuwa mnajengea, si ndio? So akasema lazima akuje pia ajue kitu yenye hakukuwa anajua, si ndio? Ya uko aje? Niko poa. Uko poa? Niko salama. Haya. So wewe ndio mama Linda? Mimi ndio mama Rida. Yeah. Sawa, hiyo ni vizuri. So unajua venye umekuja mimi nilikuwa nadhani wewe si mama yake, lakini akaniambia sijui babake ndio Brown, si ndio? Mimi na baba yake. Anafanana na baba yake? Yeah. Sawa, uko salama? Niko poa. Yeah. Umesikia mambo inaendelea ama bado hujaambiwa anything? Sasa hii imenipata off guard. Sikuwa najua. Juu huyu msichana wangu Rida nimemlea vizuri sana. Na akaniletea kijana. Venye alitoka shule, kaniletea kijana. Kaniambia ni rafiki yake. Huyu kijana alikuwa chini kabisa. Hakuwa chochote. Sasa tukaona juu amependana na ni kijana amempenda na yeye amempenda. Tusaidie huyo kijana. Tumetoa kila kitu. Huyo kijana tumemuinua, hata kuna mali tulimalizia masomo yake. Then tukamjengea nyumba, tukidhani atawa msichana wetu akuwe bibi yake. Lakini hii maneno yamenipata leo hata sielewi. Nasikia ni kama pressure sasa imeanza. Hata sijui nianze wapi nimalizie wapi. Juu Tony nasikia ni kama ameoa bibi mwingine. Na mimi nilikuwa najua ako na msichana wangu. Sasa hii maneno ya ati ako na msichana mwingine, sijui ni yeye mwenye nyumba, tena ameambia msichana wangu kila kitu, passport nini zote ana. Sasa hata nilikuwa natarajia anarudi majuu. Junior alikuwa anatushikilia kama familia. Lakini sasa nasikia sijui anaitwa sijui Wedi ama ni Wedo, sijui hata sielewi hiyo jina vizuri. Tony alioa msichana mwingine hapo hata aeleweki. Tena ni Brown hata uwezi elewa. Sasa akachukua vitu za msichana wangu. Tulikuwa tunaongoja apande aende tena. Ndio atusaidie kama familia. Lakini sasa leo ndio nimejua hii maneno yote. Hata kukuja kwa Tony siku anajua. Huyu msichana wangu amekuwa mhambo. Akiwa na shida aongeangi. Wakikorofana na mtu mwingine mimi sijuangi. Sasa hii maneno imenipata tu leo. Sijui nianze wapi nimalizie wapi. Sijui huyu Tony nimwambie aje. Sijui huyo Wedi nimpeleke wapi. Lakini kuna venye muharasi huyu msichana wangu. Juu kila kitu wamemnyang'anya. Nasikia hadi nyumba na ni mimi nilijenga tukiwa na baba yake. Julia alikuwa anawapea pesa mnajengea huyu. Tulikuwa tumeng'ang'ana kabisa. Huyu msichana asome ndio tufaidike. Sasa venye alienda huko majuu alikuwa ananitumia pesa. Tukasema na baba yake. Juu huyu rafiki yake yako chini tumsaidie. Sasa pesa yenye alikuwa anatuma tulikuwa tunatumia kidogo, ingine tunajengea Tony. Tukidhani huyu kijana kitoka juu, msichana kitoka majuu atakuja waoane na Tony. Kumbe sasa maneno imegeuka. Sawa. Sasa acha nikuulize hivi madhe. Au wakifanya harusi, huyu na huyu wakifanya harusi, wameniambia juu walifanya harusi like 1 year ago, si ndio? Yeah. Tony hakukuambia eti yeye ako na bibi mwingine? Hakuniambia. Juu walijuana na msichana wangu akiwa shule. Akiwa msichana mdogo. So hata singedhani anaweza pata mwingine. Juu alianzana na msichana wangu akiwa mdogo. Sasa huyu mwingine hata ni kama ameingililia katikati. Kama washajuana na Rida. Haya. Na hii kazi yenye huyu alienda kufanya majuu ya US. Huyu ndiye alimuunganisha. Connect ilikuwa ya Rida.
Linda alimconnect. Rida ndiye alimconnect. Juu sasa hiyo kazi alikuwa anafanya na kuna kitu alikuwa akuja kufanya Kenya. So akaona juu ako na rafiki yake na ana kazi. Amconnect na hiyo kampuni, amwachie kazi, ndio akikuja huku tena arudi wafanye mambo zao kama wako pamoja. Sasa venye Rida ako huku, Tony na yeye alikuwa kwa kazi. Lakini ni Rida alimconnect wapi? Kwa hiyo kazi. Hivyo ni mambo iko. Iko hivyo. Ona venye mwanaume pale amenyamaza sasa hivi. Ujui huyu? Mimi huyu namjua kama rafiki ya Rida. Ashamleta home kama rafiki msichana. So mimi nilikuwa najua ni marafiki. Sikuwa najua kuna mambo zingine ziko huko ndani. Hata hiyo kitu sielewi. Lakini mbona uchunguze maisha ya mtoto wako at least tujue achunguze nini? Achunguze aje? Kwani kila kitu ndamwambia? Ako ni mzuri, hanaga mambo mingi. Hata venye anafanya saa hii najua ni kusukumililiwa na huyu Wendi. Si kitu yeye anakubali. Ni kama walimfanyia kitu hawa wawili. Kwanza huyu kijana kuna kitu alifanyia huyu msichana wangu huyu. Ndio maana unaona hata huyu msichana wangu kuna mambo hakuweza kujiepusha. Alisukumililiwa na huyu. Juu sasa nimesikia hiyo ka story kidogo. Nimesikia ni kama Tony alikuwa anajua huyu msichana venye anakuanga. So hata akimshikanisha na huyu sasa alikuwa amue kama bibi yake. Ni kama kuna kitu alikuwa anajua. Haya sawa. Sasa alafu venye huyu alikuwa msichana wenu, si ndio? Nyinyi nilikuwa na wasupport kama wazazi pia. So mko sawa? Hamko vibaya, si ndio? Hatuko vibaya lakini ilikuwa arudi. Juu unajua pesa kama inatumika haiwezi enda sana. Na pesa yenye alikuwa anatuma tulikuwa tushajengea Tony. Na nyinyi pia amewajengea? Sisi pia ametujengea. Hiyo ni vizuri. 1-1 game ni 1-1 sasa. Usikia sasa? Unasema aje? Mimi namuuliza, anasema ati msichana wake ni mzuri venye unasifia hivyo msichana wako. Ulikuwa unajua hizo mambo tulikuwa tunafanya na yeye? Ama uko unajua tunafanya mambo na unajua ndio umemsukumililia. Umemsukumililia wapi? Ama kuna vitu ulifanyia? Hakuna mtu. Huyu ni msichana mkubwa. Hakuna. Unaona huyu Tony alijua msichana wangu ako na pesa. Ndio wamkure na huyu Wendi, ndio akamshikanisha. Wakule pesa yao. Wakule pesa ya msichana wangu. Sio mama yako. Unakumbuka mama nikileta huyo msichana kama wewe? Siwezi kuwa mama ya msichana kama wewe. Huyu msichana wako mimi sikuwa najua wanajuana na Tony, for your information. You should know that. Alicheza hiyo mchezo. Tulia bro. Tukifanya hizo mambo mimi na Linda alikuwa anajua Kenya anafanya. Hakuna venye unaweza sema. Nilikwambia umechukua vitu zangu na nataka unirudishie. Vitu zake ulichukua aje kama uko unajua? Alinipea. Ninaweza mforce na jia gani? Mlazimisha. Na yeye alikuonyesha venye mtamfanyia. Naweza mlazimisha. Tulia. Huyu kijana amekuwa na maningo venye amekula Maria mtoto wangu. Na huyu naweza hata muachia raha na huyu asicheze na mimi. Huyu naweza muachia raha na huyu naweza muachia raha. Wewe unaongelesha kwa mama yangu na wewe. Utafanya nini? Mbona afanyie mtoto wangu hivyo? Laana inaenda kwa mtoto wako. Huyu mtoto wako peke yake, hata ufanye nini. Huyu mtoto wangu najua mmekula vitu zake, mmemfanyia hivyo ndio akue chini, lakini hataenda chini. Nawaambia hivyo, hataenda chini, atasimama. Na hizo mali zote zenye mmechukua lazima mtarudisha. Moja kwa moja. Lazima irudi yote. Acha nikwambie, kila kitu kwa jina yangu na kwa kitu narudisha. For your information. Hata mkitaka muende yako, hata kama iko kwa mzunguke dunia nzima. Sheria iko. Na kuambia sheria iko. Acha nikwambie hiyo sheria. Unaona hizo makaratasi inasoma jina yangu. Sheria. Usiongeleshe mamangu. Ndamuongelesha kwa juu. Usiongeleshe mamangu. Na mama mama yako anakaa nani? Mama yako anakaa nani? Nilitemwa. Kwani sikuzaliwa? Nilitemwa wewe. Wewe unakaa ulitemwa tu. Nilitemwa. Pia mimi niko na mama. Unasikia, for your information. Ajui. Hata atalia akisikia hivyo. Hawezi sema. Juu anajua hiyo mambo ni ya ushetani. Hawezi sema. Ni ya ushetani. Msichana kuna makosa. Hata kitu naweza kusaidia ni kuombea wewe uokoke uachane na hiyo mambo ya ushetani. Nataka ukianza kuomba uanze na msichana wako. Anza na msichana wako. Kitu wewe. Nataka ni kutoa chini. Kitu nataka mama. Mali nilikutoa chini. Naanza na wewe. Nikuombea uokoke. Wewe peleka wapi? Ona huyu anasema ati. Wewe acha wewe hata na wewe. Pia wewe. Wewe.
Achaneni na mtoto wangu. Hamwezi kula mali yake tena mkuje hapa kumchapa. Tunataka ni Kuchapa nani? kurudishia huyu. Simama hapa sasa. Naomba mchapwe nyinyi wawili. Acha kunishika. Tupe msichana wako mwingine. Hatutaki huyu. Utupe msichana wako mwingine. Unasema aje? Na tunamrudishia Linda, atutafutie msichana wake mwingine hivi. Brown hivi. Tunataka hivi light skin hivi. Ya ushetani. Huyu tunakurudishia. Alafu kitupea huo mwingine, tutakupea tu hiyo mahari. Si ni mahari tu. Na lazima nitawaombea hawa. Lazima niwaombee. Lazima niwaombee wabadilike. Hawataharibu msichana mwingine kama venye walikuwa wanataka kuharibu wangu. Hakuna msichana wako ashaharibika tayari. Haribika na hata Kama ameharibika, alikuwa ashaharibika. Alijua kitambo sana. Hata unaongea hivyo wewe Tony, unaongea hivyo. Mahali tumetoana na wewe. Wewe. Bro, hata una heshima kwa Mama Linda? I do have a lot of respect kwa Mama Linda. Lakini sasa pia vile anakuja saa hii, acha nikwambie bro. Hii meeting, hata purpose ya hii meeting ilikuwa since Linda ameamua kurudi kwa mama yake, sisi tupate mahari yetu. Mahari yetu irudi. Mahari ya pesa yangu. Haya, ulikuwa unataka kurudishiwa na nani? Kwanza nikuulize. Sisi mnafaa kunirudishia. Hata kama utarudisha mahari, unaweza tupea msichana mwingine isimamie hiyo mahari. Unaona? Wasichana tu unafikiria. Wasichana tu. Hapana. Kwa nini vibaya? Tony, wacha nikuulize. Hiyo mahari unasema, ulikuwa umetoa wapi? Si ni msichana wangu alikuwa nakutumia pesa? Lakini si ni wewe nilikupea. Ulinipea pesa ya msichana wangu. So nimekula msichana wangu. Si yako. Si yako. Nimpatie. Hiyo ni yangu na yeye, si yako. Si lazima kimila ya wapi? Lazima urudishe. Kimila ya wapi? Mila na desturi ya Kiafrika lazima urudishe hiyo mahari. Wapi? Hiyo ndio unajua tu saa hii. Mnarudisha kila kitu. Tunarudisha kila kitu. Lazima tufuate sheria. Hiyo nyumba, makazi, mngekuwa werevu, wenye mlijenga nyumba, amgepeana makaratasi. Unaona? Juu sasa nyinyi ni kama mlifungika akili, mnajenga nyumba na mnapeana makaratasi. Sasa mkishapeana makaratasi, mnataka tunawatolea wapi makaratasi zimeandikwa jina? Venye tulipeana ndio inaturudia. Unaona venye tulipeana ndio inarudi kwa hii mikono yetu. Tuliagana ati wakijenga nyumba, wamejenga, itakuwa yangu, nichukue msichana wao. Msichana wao akaamua kiburi atoroke. Na mimi nimebaki na nyumba. Hiyo ni kiburi nitoroke na nilikuwa nakulisha. Kumbe uko huko na msichana. Mimi nilikufukuza. Vizuri mahali kiburi inaingililia kwako. Juu anajua mahali tulimtoa na msichana wangu. Hakuwa hata na nguo ya kuvaa. Chakula ilikuwa shida kwake. Alikuwa analala ja. Sasa amenona hivi. Sasa amenona hivi. Venye unaona amerebeka hivi. Ni msichana wangu. Haya, sawa. Sasa yeye mwenyewe alienda USA, sasa nasikia amekaa 2 years. Alikuwa anakutumianga hata wewe kitu huyu? Hajawahi kama mimi ndio anitumii. Hata hizi hivi aseme badala ya kutumia wa kwanza juu mimi ndio nimekaa na huyu sana na tunajuana. Aje hivi hata akafikiria kutuma kitu akaniambia nyamaza, hiyo ni yako, usimwambie ule. Priority is the first wife. You are not a priority. Tulia. Stay in your place. I'm the first wife. Stay in your place. You should know your place. Juu hata si nilikwambia. Nilikwambia priority is the first wife. Yes, aliacha ndoa yake. Ni mimi nilimwambia aache ndoa yake. Kwani mpoint. Si yeye aliacha ndoa yake. Mwache kunipoint. Nilimwambia aache ndoa yake. Mimi aliacha ndoa yake. Nikamtalipia single. Hiyo najua. Si ulikuwa single. Ama uko single. Tukachukuana. Single na analishwa na msichana wangu. Kijana handsome, msichana mrembo wakapatana, tukaenda vizuri. Alafu unataka mimi I don't care. Ni ndio kuja kujiforce kwa vitu haelewi. I don't care about nyinyi kusema ati mlimlisha Maringo. Acha nikwambie. Uko na miaka mingi ya kuishi duniani, lakini ukienda na hiyo mwenendo hautamaliza maisha. Huyu sioni akimaliza. Sawa. Utanifanyia nini? Kama ungepata heshima kwa mimi kama mama yangu. Utanifanyia nini? Utanifanyia nini? Everything iko kwa jina ya bibi. Mtatupeleka wapi? Baada hii tunarudi US pamoja, tuachie hii economy. Msichana wangu ndiye amefanya ukue huko. Na kwanza arudi na nimemwambia hautarudi. Haufanya mwenyewe. Hadi flight amelipiwa na huyu msichana wangu. Atarudi na nini sasa? Hata ni mimi sina pesa za kumnini. Mnadhani hizo masiku zote sikuwa na multiply. Tengeneza mabawa. Hapa hivi kama ndege. Itabidi watengeneze. Kama nyonde hivi hapa aende hadi UK. Lakini huyu kurudi utaniona tu, hawezi rudi. Atarudi na nini?
Kwani wewe anaendaga na nganya? Haziendangi? Huyu umesema uko na pesa mingi. Niko nazo. Ako nazo Pesa zangu. za msichana wangu. Na hizo tunafunga zote. Zote. Najua make sense. Unasema pesa ni zako. Najua pesa yako ni yenye iko kwa account yako. Make sense na nani? Unaona? Wewe na mama yako. Wewe Na mama yako make sense. Hakuna kitu unaweza fanya hapa. Ndawashinganisha nyinyi. Hakuna kitu mnaweza fanya. Pesa yenye yako iko kwa account yenu. But account ya Wendy it's for Wendy. Account inasoma Wendy. Money for Wendy. House for Wendy. Sasa wewe ulikuja hapo ukae bibi mkubwa ukontrol kila kitu. Hata mwanaume hata yaoni. Huyu mwanaume hata bado amevaa macho 4 na aoni. Unajua ni anatolewa kwa ndoa ndio maana na miss. Wewe ndio maana unaongea hivyo. Unasikia vibaya. Ingekuwa ni yako kwa hii kiti. Ungeona venye anaongea. Huyu si mzuri. Acha venye mamake anasema ati Linda wangu ni mzuri. Huyu si mzuri. Ameoza nikamrea. Huyu ameoza ameharibika. Anakuficha. Nenda na pesa yangu. Nenda na pesa yangu hiyo dunda. Umemlea unamfunza mambo ya dunia. Sasa wewe unaringa juu alikupea pesa umefika hapo mahali umefika. Hakuna kuringa na ringa. Ringa tu. Hakuna kuringa na ringa. All I want is the mahari. Rudisha mahari. Nini tunasema? Hawapelekani. Huyu ungekuwa umerudisha mahari hizi vitu zote hazingekuwa mahari na yeye. Huyu anapelekani mahari na yeye. Huyu ako behind money. Huyu. Ako nyuma ya pesa. Na mahari anaona si pesa ilikuwa inatoka kwa msichana wangu. Huyu ako na kitu kweli. Wacha uone. Hata wiki mbili hazitaisha. Hii Kenya ataizunguka kila kona. Huyu atazunguka Kenya kila kona. Unasikia anaongelea baridi kininyorosha. Hakuna biashara unafikiria? Anarudi kulala peke yake kama panga. Hakuna kitu kingine anaenda kufanya. Ni arudi tu kwa mama yake. Juu hata ile nyumba si iko kwa jina ya Wendy. Tutarudi tu tuichukue. Hiyo nyumba yenye ulijengewa iko bado kwa jina yangu. Hadi hiyo gari yenye umekuja nayo hapa. Nimeona umeweka hapo nje. Hiyo si inakuwa kwa jina yangu. Inafaa muanze kutafuta stage mapema mjue mnarudi na mguu saa hii. Hakuna kubebwa. Lakini uko bro, una kiburi. Ni watu wana misbehave. Imagine wangekuwa sharudisha mahari by now hata atungekuwa tunaongea hapa. Hiyo gari eti waenda na matatu na gari ni yao. Gari hiyo ndio amekuja nayo. Kwa jina ya nani? Kwa jina ya nani? Kwa jina yangu. If iko kwa jina ya Wendy then sasa please find your way. Mjue vile mtatembea hadi huko. Mali yetu na Mwendi na ampati ngo. Yafaa muanze kujua routes za matatu saa hii Lazima tujue. Mko na evidence. Na mjue mahali mnaishi matatu by saa 2 hakuna. Jumla nasema mahali mnaishi by saa 2 matatu zimeisha. So anzeni msiwe time. Rudisha mahari na tunachukua hiyo gari na muanze kwenda nyumbani mapema. Rudisha mahari mam, nimekwambia tu. Unaweza nipatia kasichana kako. Wako na light skin. Kama ni Linda baba yake hivi second nako huyo mwingine unaweza tupea tuone kama tunaweza sukuma na yeye mdate sasa mdate na huyo mdate tunaweza sisi hata inatoka kwa midomo yao si unasikia maneno yenye yanatoka kwa midomo yao ndio maana nakwambia hawa lazima nitawaombea kwangu hakuna ushetani na kama wamekanyanga tu kwangu hivi hata wao watatoka watatoka. Mtoto wako umuombe. Pia hizo kwanza. Tufanye hivi. Tony, unataka aje? Ile time ulikuwa unalipa mahari wazazi wako walikuwa? Wazazi wangu walikuwa. Na hata negotiation ilifanyika. Unajua ni pesa zangu walikuwa wanatumia? Si pesa ni pesa. Wanajua ni pesa zangu ulikuwa unawapea ukiwapanga mambo ya penye mtaleta mahari. Ukijua alafu. So unataka tufanye aje? Wewe unataka tufanye aje? Mimi kwa hii story sasa mimi hapa naweza recommend the best thing ni hata mimi nilete mzazi ajue pia hizi stories zenye umulioa bisection na yako na demu mwingine pia ajue everything juu tumeamua ni kuanikana tulete zote dirty linens tunaweka hivi in public everything inakuja hapa everything that is in the darkness shall come to light tulete mzazi wangu hapa pia we discuss everything na make sure mmerudisha mahari na mtafute stage alidanganya huko akaenda akaoga mbaba mwingine sio baba yake lile alileta
Imagine. Mwanaume hata hafanani, mwanaume mweupe ati bibi alikufa. Na hiyo tunajua. Mama yake alisemekana sijui hayuko wapi. Walitafuta mama mwingine wa kijiji na baba mwingine wakamuonga huko. Sasa hiyo hata ni nini? Hata kama tungejua sio baba yake real, hatungekubali hiyo maneno. Hatungekubali. Sasa mlikuja kujua baadaye tutamfanya. Tulikuja baadaye. Tulijua baadaye. Sasa ndio tutafanya. Nyamaza. Kuongea. Sasa bro, wazazi wako wako wapi? Wazazi wangu wako. Mbona ulileta wazazi wengine hata mlikuwa mnafanya harusi na huyu? Ni siasa tu ndo watu wanataka kuleta. Unajua wazazi wake? Mimi najua wazazi wake. Real ama wenye walikuja mama real. Lakini sasa sijui kama wazazi wenye nilikutana nao ndio wenye walimit nao, lakini mimi najua wazazi wa kina Tony. Hadi nimeenda kwa kina Tony. Mimi najua tuko na picha za hiyo udhoni ziko na za udhoni na za harusi ziko. Sasa akileta wazazi wake tutaangalia kama ni hawa ama ni wenye alileta. Juu sio wao wazazi wengine. Alileta wengine. Ni siasa na propaganda. Nakwambia hii familia kitu ndogo ileta wazazi tofauti kwa nini? Kwa maana unaona huyo anajua. Alikuwa anajua venye anachezea msichana wangu. Alikuwa behind money. Sasa akajua atahongana huko. Ndio wazazi wake wasijue maneno yenye yako nayo. Wangejua hadi huyu. So hata wazazi wake wajui huyu jamani. Hawajui. Kai. Bro, mbona unafanya hivyo? We tutaleta wazazi real na hakuna real. Anajua alileta wenye sio wao. Hata hao watakuwa introduce. Hakuna karata inachezwa hapa. Hakuna karata inachezwa hapa. I brought my parents na waliongea na wakakubali. Sasa tunataka kuleta hao wazazi na huyu akaombea. Umesema uko na picha, si ndio? Mko na picha za harusi, si ndio? Tuangalie tukombee. Ndio from there tutajua. Bro, unaleta wazazi, man. Hakuna ni propaganda. Hiyo harusi ilifanyika Ushago hapa tu Nairobi ndio akaleta wazazi tu. Kwa uwaja tu. Kwa uwaja tu mahali tulienda tu hivyo. So mkoenda home nini? So hujui kwa kina huyu Ushago hujui. Sasa unajua venye alileta wazazi wake walisema ati wao pia wako chini. Tubebe mzigo yote. So sisi tulitafuta garden, tukalipia, harusi ikafanywa huko. Sasa venye tugeenda kwa kina wazazi tuwajue, hatukuenda. Walikuwa tualike, lakini sasa unaona wao wameshajitetea wakasema hawana kakitu. Tutaenda huko aje sasa pia. So sisi ndio labda tuambie wakuje ipande. Na ujeeni harusi walikula hata kushinda guests wote hapo. Karibu guest wakose chakula. Lakini pia mimi nilikuwa kwa mpango ya harusi. Si mimi nilikuwa kwa mpango ya harusi, unasahau nilikuwa kwa mpango ya harusi. Ni harusi ya huyu. Kwani huyu amepangana na yeye. Walikuwa anajua kitu alikuwa anafanya. Yaani hao walifanya harusi kwanza? Nilikuonyesha picha. Ama uko na picha za harusi ya Photoshop? Wewe huwezi jua Photoshop ukiangalia. Sinaona kitu yenye alikuwa anaficha. Juu sasa alikuwa ameoa huyu. Sasa akatafuta wazazi wengine. Wenye walikuja wakasema hawana kitu. Ndio afiche nani? Sasa sisi hatungejua kama wazazi wake ni hao ama si wao. Alafu pia mungejua kama sasa ako na bibi mwingine. Hatungejua wazazi wake riri hawakuwa. Juu kama wazazi wake riri wangekuwa wangesema ako na bibi tayari. Lakini alituchanganya. Tukaingia kwa garden wakaobewa huko na maneno ikaisha. Wazazi tukajua ni wake lakini sasa baadaye ndio mkoje kuja si wako. Si ndio? Ndio mbona hamkusema basi? Mimi ndio nijue hapo kwa wazazi. Huyu akinionyesha picha za harusi yenye walifanya. Akanionyesha picha mahali wamepigwa na watu wanakaa wazazi. Yeye na wazazi wake na Tony na wazazi wake. Nikamuuliza, so ndio wazazi wa Tony? Akaniambia mimi back in high school najuanga Tony hana mama. Bro, na wewe ulicheza. Najuanga Tony hana mama. Unaona? Hivyo ndio aliniambia. Sasa mimi akileta kwetu wazazi ati babake na mwanamke mwingine, nilidhania labda nile mwanaume anamwanga kwa bibi wa pili. Venye huyu mwingine alishaaga. Kwa hivyo mimi sikufuatilia maneno, mimi najuanga tu from back in high school najua baba yake tu ndio anakuanga. Sijajua kuna mwingine ama kuna wazazi wawili wote. Hiyo siku ya harusi alileta wote. Na babake mimi sijamuona hivi kwa macho. Anaishi Ushago ndo amekuwa akikaa huku na brother zake. Brother zake hiyo nao najua ni ukweli. Ako na brother na sister. Lakini hapo kwa wazazi sijui na babake anasemanga ako Ushago. So kwa harusi yako wazazi ni wengine walikuja. Na huyu pia amesema kwa harusi yake ni wengine walikuja. Wenye niliona kwa picha si wenye walikuja kwa harusi yangu. Kwa hivyo sasa nilibaki nikijiuliza nini inaendelea. Ndio maana nilikuja nikaambia mam nilionyeshwa picha fulani 1 2 na lakini sikuambia mam ni harusi. Juu kuna bibi wa pili. Nilifaa tu kumwambia niliona walikuwa wameenda event fulani lakini mimi sikuienda na nikaona wazazi wa Tony
lakini si wenye walikuja, labda niliona vibaya. Lakini kufuatilia ni kama tuliletewa watu wa kulipwa. Lakini wewe mbona mapenzi nakufanya unakuwa mjinga hivyo? Unafungika akili. Sasa wewe ndiye mwerevu. Yaani bro, hawa ndio walisimamia harusi na bado unawaambia eti walikula sana. Walikula sana. Walikula sana lakini tulikula mali yetu. Thank you. Tray mzima hivi kwa tebo yao peke yao. Sasa bro, hizo ni gani unaongea hapa sasa? Si wanaamua kuanikana, acha tuanikane basi. So wewe hukukula? Likula lakini si size yao. Waliamua kuzifia. Kwani chakula kuna limit? Bana hata una consider bana. Because it was a small closed wedding. Nyinyi mnapiga budget ya 200 kumbe watu wanahesabu kule watu ka 50 peke yao. Hata budget ingeongezeka tungeongeza pesa zetu bado. Umesahau ni pesa yetu inatumika. So mlimpea kafanya budget. Sasa tufanye hivi, bro, nataka ulete wazazi wako. Ndio pia tujue kama ni wazazi wako real. Yeah. Juu kwa hiyo na nimeona kuna mambo mingi hapa hivi yenye inaendelea yenyewe. Kuna vitu zinaendelea zenye hatujui. Kweli ijulikane sasa. Tujue nini inaendelea kwa hizi familia bro. Huwezi fanya harusi. Ni sawa, leta wazazi ndio tujue kama ni wazazi wako real. Wazazi wafike. Tujue ni wazazi real ama ni wazazi nini. Hizi tujue game zenye unafanya ni vitu gani unaendeleza kufanya. Sawa? Umeelewana? Ataenda kulipa wengine tu. Tutajua tu. Wacha tu. Sasa sijui ama ako na pesa ya kulipa, kama ya ndege imemshinda. Atalipa nani? Labda achukue kamzee kakushagu kamekaa. US hadi hapa kuja kuniambia siasa za shilingi. Vitu zenye hata wewe mwenyewe unge solve. Anaitana. Wacha tu. Na uko na ID. Wacha tu wazazi wakuje. Bro, wewe leta wazazi. Tujue kwanza nini inaendelea. Sawa? Uko sawa pia aleta wazazi? Alete wazazi. Na wewe ukiendelea kufikiria hizo vitu vingine venye unarudisha. Sawa? Hakuna kitu tunarudisha. Bro, leta wazazi kwanza. Tunataka kujue ni game gani mnacheza, si ndio? Mama Linda, si ndio? Acha wakuje. Haya basi poa.